Kuna ule usemi bwana unaosema kwamba ukiona moshi kwa nje ujue ndani moto unateketeza vitu mbalimbali ambavyo viko ndani ya nyumba hiyo ambayo unaona moshi kwa nje. Kwa asilimia kubwa mambo ambayo yameendelea kutokea yamezidi kugonga vichwa vya habari katika vyombo vya habari nchini kwa kuweza kuhusisha watu kadhaa ambao wameweza kufungua kesi ya kupinga tume huru ya uchaguzi ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuchunguza zile fujo ambazo zilitokea Oktoba 29. Sasa Rosemary ambaye yeye sasa ni mmoja kati ya waleta maombi, anaitwa Rosemary Mwakatitwange. Unaona bwana, ameweza kuwasilisha maombi ya kuweza kufungua kesi ya kupinga tume huru ya ukaguzi ambayo iliundwa, na ametoa sababu Rosemary akiwakilisha wenzake ambao wamependa pendekezo hilo. Yeye Rosemary awe ni mwakilishi wa kuweza kuwakilisha wale wengine kupitia vyombo vya habari. Rosemary ameweza kusema kwamba tume ambayo imeundwa si tume ambayo itakayoleta matokeo yale ambayo ya wananchi wanayohitaji. Zaidi, tume hiyo itahakikisha inapendelea zaidi upande wao kule. Unaona bwana, kwa hiyo wameweza kuwasilisha hilo ombi kwa mara ya kwanza, lakini baadaye shauri hilo likaweza kukataliwa. Lakini kwa sasa hivi tena kesi wanafungua tena kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Ikumbuke kwamba hii yote imetokana na kwamba uchaguzi ambao uliofanyika Oktoba 25 tarehe 29 uliweza kuzua taharuki kubwa katika miji mbalimbali ya nchini Tanzania kwa vurugu iliyozuka ya maandamano katika kila kona ya miji mikubwa hapa Tanzania, na kuweza kusababisha madhara kwa binadamu, lakini pia mali za umma, lakini pia mali za serikali, lakini pia mali za watu binafsi, ambazo ndizo mali ambazo zilikuwa zimeharibiwa kwa kiasi kikubwa zaidi. Lakini pia kuhusiana na yale ambayo yameweza kutokea zaidi na vyote ambavyo vinaendelea kuzungumzwa ni pamoja na tume ambayo imeundwa. Inasemekana kwamba hii tume ambayo imeundwa ni tume ambayo itapendelea upande mmoja. Sasa kikubwa zaidi ambacho kinachoangaliwa hapa ni hili purukushani ambalo linaendelea mpaka sasa hivi kuweza kutokea, na hizi taarifa zimeweza kutolewa kama dakika kadhaa zilizopita katika siku hii hapa ya leo, na kuweza kuwasilishwa moja kwa moja, na zimepokelewa kwa hisia mseto zaidi, na maoni mbalimbali yamezidi kuwa yanaenea katika mitandao ya kijamii. Na mimi nikaona ni vyema zaidi kama hii taarifa na wewe nikakusogezea, ili na wewe ukaweza kusema kwamba je, hili jopo ambalo limeungana kwa kuhakikisha wanaweza kufungua kesi kuhusiana na tume ambayo imeundwa ya kukagua kuchunguza maafa ambayo yalitokea Oktoba 29 mwaka 2025 wakati wa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge pamoja na madiwani. Sasa wewe maoni yako ni yapi juu ya hiki ambacho umekisikia? Je, wako sahihi kuweza kufungua kesi kwa ajili ya kuweza kushtaki hiyo tume ambayo imeundwa? Na je, unadhani kwamba vitu ambavyo hawa watu wanadai kwamba vinafanyika nje ya utaratibu, wewe ukiona hiki ambacho kinaendelea kusikika, unadhani kwamba ni vitu ambavyo viko tofauti na vile ambavyo ulidhani wewe itakuwa, au unadhani kwamba hiyo ilitakiwa kutokea na hivyo ndivyo ambavyo ilipaswa kuwa? Sasa maoni yako ni kitu cha msingi zaidi ambacho tunakihitaji hapa uweze kuchangia kwa kuweza kutoa maoni yako. Wewe hapa chini unaweza tu kuandika chochote kile ambacho unadhani ni sahihi kupitia hiki ambacho umekisikia kuhusiana na mada nzima ambayo imeweza kufika mbele yako hapo na umeweza kuisikia. Lengo letu sisi ni kuweza kupokea maoni tofauti na tuweze kupima mzani kwamba wananchi wa kawaida wanasemaje wao. Je, wako upande gani kati ya hizi pande mbili ambazo zinaonekana kuvutana mashati kila uchao? Yaani ukipumzika siku mbili, basi ya tatu ujue kabisa mtandao unawaka, kwa sababu hawa watu ambao wanafanya vitu kama hivi hapa huenda wao wakawa na maslahi yao binafsi. Sasa wewe unaweza kutoa maoni yako kwamba wale ambao wanaopinga tume hii hapa ya uchunguzi juu ya maafa ambayo yalitokea Oktoba 29, je, unadhani kwamba hiyo kesi kuweza kuifungia, kuweza kuwazuia watu kutokuendelea? Unadhani kwamba hawa wanaharakati
wako sahihi? Unaona bwana, hao waleta hayo maombi, nadhani wako sahihi. Na pia unaweza ukatoa maoni yako kwamba je, tume ya uchunguzi juu ya maafa ambayo yalitokea Oktoba 29, je, unadhani kwamba hiyo tume ni sahihi na wewe pia? Au kuna kila mtu anavutia upande wake? Na kama utadhani kuna utofauti hapo kuhusiana na yote ambayo umeyasikia, ukiwa kama Mtanzania, ukiwa kama mwana East Africa, au ukiwa mtu yoyote yule ambaye unaweza kuisikia sauti na kuielewa, unaweza kutoa maoni yako vizuri zaidi bana. Wakati mwingine tena usisahau kuwa pamoja nasi, lakini ukisahau, njia pekee ya kuweza kukumbusha ni wewe kuweza kusubscribe channel hii. Hapa chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe. Ukifanya hivyo utakuwa ni moja kati ya familia yetu njema kabisa na utatisha kinoma noma. Hadi wakati mwingine, bye bye.